ukasikiliza kesi kwa njia ya mtandao, ukapokea hukumu kwenye mtandao, ukamsikiliza shahidi kwa mtandao, ukaweka malalamiko yako kwa mtandao. Hiyo ndio Tanzania ya Samia. Anataka watu wapate haki kutoka kwenye kona yoyote ile. Tumeweka mifumo. Mahakama pia imeweka mfumo wa utafsiri. Unaweza ukaenda pale ukaongea Kiswahili, kule nakala ikatoka kwa Kiingereza. Ukaongea Kifaransa, nakala ikatoka kwa Kiswahili. Hapo ndipo tulipofika ndani ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan. Kule RITA pia kuna RITA. Unaweza ukafanya kila kitu kinachohusiana na RITA. Kuomba cheti cha kuzaliwa, cheti cha kifo, usajili wowote, ufilisi, udhamini, ukiwa umekaa kwenye simu yako pasipo kutembelea ofisi ya RITA. Hapo ndipo tulipofikia ndani ya miaka 4 hii ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Na sisi pale wizarani pia huduma zote unazipata kwenye mtandao. Mkurugenzi wa TEHAMA yuko hapa, Omari, zote. Usajili wa wapatanishi tunaosema hata hapa unaweza ukapply hapa hapa. Unataka nyongeza ya muda, waziri akuongezee muda wa kufungua mashtaka, unaomba online. Kila kitu kinakwenda online. Kwenye TEHAMA miaka hii 4 katika sekta ya haki tumefanya vizuri sana sana sana. Kwenye haki za binadamu tuna mengi ya kusema hapa, lakini kwa maana ya muda niseme moja tu. Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora, chombo cha kikatiba chenye mamlaka ya kusimamia haki za binadamu Tanzania, chombo cha kisheria chenye haki ya kusimamia mambo ya haki za binadamu Tanzania, kimepata heshima ya kupata daraja A na waangalizi mahususi wa kimataifa. Daraja A ndio la juu zaidi, kwamba chenyewe na nchi yote tunafanya vizuri. Tuachane na propaganda zinazoletwa. Na jana Mheshimiwa Rais amesema, mimi nirudie. Mheshimiwa Rais aliongea tu kistaarabu sana. Sisi wengine ustaarabu kuna siku tunauacha nyumbani. Kuna ndugu zetu wa Kenya walikuja wakazuiwa pale airport. Wanasema wamekuja kwenye kesi ya Tundu Lissu, kusimamia haki za binadamu za Tundu Lissu. Anasema mimi ni mwanasheria. Kwa mjibu wa uelewa wangu, wale hawana leseni ya kufanya shughuli za uwakili Tanzania. Kwa hiyo alicho kunakuja kukifanya ni uvunjifu wa sheria zetu. Lakini kule kwao yamewashinda. Nyumba yako inawaka moto, unataka ukazime kwa jirani. Huo ni unafiki. Na sisi wa Tanzania hatutaki unafiki. Kwenye eneo la haki za binadamu tuko vizuri sana, na naungana na Mheshimiwa Rais kwenye kauli yake jana. Kwenye nyanja kimataifa tumepata heshima sana. Ndani ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan, nchi za Commonwealth katika sekta ya sheria zilichagua kuja kufanya mkutano wao Tanzania. Lakini sio hiyo tu. AU imeteua Tanzania kuwa mwenyekiti wa kamati ya mawaziri wa sheria na katiba barani Afrika. Inaitwa Specialized Technical Committee on Justice. Kwa hiyo wakikutana mawaziri wote wa sheria barani Afrika, Tanzania ndio inakuwa mwenyekiti. Yaani mimi ndio nakuwa mwenyekiti kwa niaba yenu na wawakilisha. Hiyo ni heshima kubwa sana ambayo tumeipata kwa sababu ya mama yetu Samia Suluhu Hassan. Ndani ya miaka yake 4 amehakikisha kwamba katika sekta ya kimataifa na utoaji haki tunaimarika zaidi. Tuna mahakama yetu ya Arusha, East African Court of Justice. Mheshimiwa Rais ameendelea kuisimamia vizuri ndani ya miaka hii 4. Lakini kuna mahakama ya Afrika iliyoko pale Arusha. Sio tu amesimamia vizuri, ambapo rais wa mahakama ile ni Mtanzania, Mheshimiwa Jaji Imani Aboud. Mheshimiwa Rais ametoa eneo, kiwanja kwenye eneo la Laki pale Arusha. Ametoa fedha. Serikali ya Tanzania inajenga mahakama ya kisasa ya kimataifa pale. Haya anayafanya Samia ndani ya miaka yake 4. Lakini sio hiyo tu.
ile mahakama ya kimbali ya Rwanda bado iko pale, inafanya ile mambo ya masalia yaliyobakia, na Mheshimiwa Rais anaiunga mkono kweli kweli. Niwashukuruni sana kwa kunisikiliza. Naamini wote tumeona kazi ya Daktari Samia Suluhu Hassan ndani ya miaka yake 4. Tuko tayari kumuunga mkono atuletee maendeleo na haki katika sekta hii. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Dr. Damas Ndumbaro, Waziri wa Haki, kwa elimu na taarifa yako ya mafanikio ya sekta unazosimamia, katiba na sheria. Wanahabari, muda sio rafiki. Naomba sasa tuwaruhusu muulize maswali. Tutapokea maswali 3. Mheshimiwa utayajibu. Muda ukituruhusu tutaongeza 3 mengine. Mheshimiwa Waziri, majina yangu naitwa Juliet Eustad. Natokea Ngasa TV. Swali langu Eustad. Eustad. Yes. Okay. Swali langu ni kwenye swala la lugha. Mmeweza kufanya marekebisho kutoa baadhi ya sheria kutoka kwenye lugha ya Kiingereza kurudi katika lugha ya Kiswahili. Lakini tukirudi katika mahakama za mwanzo, kuna baadhi ya watu kule vijijini wanaweza kuja katika zile mahakama lakini hawawezi kuizungumza vizuri lugha ya Kiswahili. Je, kama wizara au serikali mmeshafikiria swala la kuweka mahakimu wazawa wa sehemu ile ili kuweza kutumia lugha labda ya asili kama Kinyakyusa au chochote? Wewe Mnyakyusa nini? Asante, naitwa Rachel Chibwete, natokea gazeti la Mwananchi. Mheshimiwa Waziri, serikali ilisema imekamilisha uandaaji wa mswada wa marekebisho ya sheria ya ndoa ili kuingiza kipengele cha kuwa umri wa chini wa mtoto kuolewa uwe ni miaka 18. Wakati huo pia serikali ilisema kwamba taratibu za kuufikisha bungeni mswada huo zinaandaliwa kabla ya kupitishwa kuwa sheria kamili. Nilitaka kufahamu nini kimekwamisha mswada huo kupelekwa bungeni mpaka leo, na tutarajie kwenye kikao gani cha bunge mswada huo utapelekwa. Naitwa Twaha Kivare na ilikuwa swali langu ambalo amenishanifirisi nani. Asante, naitwa Danson Kaijagi. Waziri, umeongea vyema swala kanuni za sheria za uchaguzi. Na sasa hivi tuko katika vuguvugu la uchaguzi. Lakini kwa hivi sasa ni lini sasa hao ambao wanasimamia uchaguzi watajiuzuru ili waingie watu wengine ambao nafasi zitangazwe waweze utaratibu ufuatwe kama sheria inavyoelekeza? Mheshimiwa Waziri, naomba tujibu maswali hayo 3. Nawashukuru sana. Tuanze na Juliet. Lugha ya Kiswahili ni okay, lakini sasa kuna lugha za kikabila. Mwalimu Nyerere aliona mbali sana alipoweka lugha ya Kiswahili iweze kutuunganisha Watanzania, tuwe wamoja. Na ndio maana lugha za kikabila zikawa discouraged. Alileta elimu ya watu wazima wakati ule, kwa kisha hata wale wasiojua kusoma na kuandika Kiswahili nao wajiue. Lakini bado tuna sehemu ya Watanzania ambao ni chache ambao hawajui sana lugha ya Kiswahili, hasa kule kwenu Bukoba, Mbeya. Wanyakyusa hawa ukienda kule mpaka shule za msingi wanafundisha kwa kilugha. Kanisani wanasali kwa kilugha. Sasa ukienda wewe unaanza kushangana mne. Lakini lengo la mwalimu ni kuleta umoja wa kitaifa. Kwa hiyo tuna encourage watu waendelee kujifunza lugha ipendwa kama mataifa mengine wajifunza sisi wenyewe. Lakini hawa